أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الإخوة الأفاضل، نبتعنا بالثلاثة يا مختصر البخاري قضي الإمام الزبيدي الحنفي رحمه الله تعالى kiwa katika laila sabti usiku wa Jumamosi mwezi sita kama sikosei Jumada al-awwal 1440 min al-hijrati an-nabawiyya. Jumatano kwa tumemaliza kitabu Badi al-Wahyi, masala ya namna wahyi ulivyoanza. Leo tunaingia masala mengine, kitabu al-imani, mkusanyiko wa milango kuhusiana na imani. Kitabu kwa maana ya jami, na iman ni at-tasdiq al-jazim, ni usadikishaji usiokuwa na shaka, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini malaika wake wa sair al-arkani al-imaniya sita al-mashhura. Chini ya mlango huu ukirudi katika Sahih Bukhari kwa ukamilifu wake, ameanza kwa kuweka masala kwamba, yani Imam Bukhari ameanza huu mlango kwa kukarrir akida ya ahli sunna wal jamaa kwamba imani ni itikadi, ni maneno, ni vitendo, lakini imani inazidi na kushuka. Ameleta ayati. Bukhari ameanza mlango kwa kuleta ayati mbalimbali ambazo zinaonyesha imani inazidi, liyazdadu imanan ma'a imanihim, na masala kama haya. Almuhimu, mlango wetu wa mwanzo hapa, babu qauli nabii sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin. Mlango huu unazungumzia maneno ya Mtume, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. Kama mnavyojua, neno imani na neno Uislamu kuna kipindi yanamaanisha kitu kimoja. Hasa moja likitamkwa linabeba na maana za lingine. Yani kitamkwa imani peke yake ina maana masala ya imani moyoni na matendo. Ukitamkwa al-Islamu, Islam peke yake unamaanisha yote. Na yakitamkwa yote kwa pamoja, basi imani ina maana ya itikadi na nini, na Uislamu na maana. Na likitamkwa moja linabeba maana zote. Na mnakumbuka pia hadithu wafdi Abdul Qais. Mtume alivyouliza ataduruna mali imani, mnajua imani ni nini? Baadaye Mtume akaielezea imani kwa kutaja nguzo tano za Uislamu. Babu kauli nabii sallallahu alayhi wasallam, mlango anazungumzia na kauli ya Mtume, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa ibn Umar, Abdullah ibn Umar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume amesema buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. Kwa haya mambo matano ndiyo nguzo ambazo jengo la Uislamu linasimamia kutegemea nguzo hizo. Jambo la kwanza, shahadati an la ilaha illa Allah. Hapa kuna masala sasa kwa talabatul ilmi wanaosoma nahwu, wasema unaweza kusema shahadati au kusema shahadatu. Sema shahadati ni masala badal, ala khamsin shahadati, neno shahada linaunganishia katika khamsin. Na unaweza kusema shahadatu kwamba ni khabari ya mubtada, kwa maana
hiya shahadatu na kuendelea, au minha shahadatu na kuendelea. Ala kulli hal, ukisema shahadati kama ilivyoandikwa hapo au shahadatu kwa taratibu za kanuni za Kiarabu hauna makosa. Uislamu umejengeka katika nguzo 5. Ya kwanza shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia hakuna Mungu wa haki anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kushuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Hizi ni nguzo, ni shahada mbili muhimu sana sana sana. Mtu awe Muislamu bila hizi shahada mbili, na hizi shahada mbili wanawachuoni wametaja masharti. Kuna shurutu la ilaha illa Allah, huo umezikubali, una yakini nazo, hauna shaka, una mahaba, uko tayari kufanyia kazi ujumbe uliobebwa na anatuambia katika la ilaha illa Allah kuna an-nafi wal ithbat. Kwa mujibu wa hili neno la ilaha illa Allah, unatakiwa ukanushe vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah na uthibitishe ibada kwa Allah pekee yake. Nafyu jamii ma yu'badu min dunillah wa ithbatu al-ibadati lillahi wahdahu. Na katika shahada ya kwamba Muhammadur Rasulullah, hapa inatakiwa ta'atuhu fima amara, ili uitende kazi shahada umtii katika yale aliyoamrisha na umsadikishe aliyoyaelezea. Kuna mambo ameelezea yatatokea huko mbele, wewe uamini, ukatae na uache aliyokataza na umwabudu Allah kwa utaratibu ambao amefundisha. Ukiyazingatia haya utakuwa hakakta hadhihi ash-shahada au hataini ash-shahadataini. Almuhimu, nguzo ya kwanza ni hizi shahada mbili, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Nguzo ya pili, wa iqamus sala, kusimamisha sala. Kusimamisha sala 5 maarufu bi arkaniha wa wajibatiha, kwa nguzo zake. Kwa nini ukamilishe sala? Usimamishe sala. Na nguzo nyingine ya tatu, wa ita'i zaka, Uislamu umejengeka kwa kutoa zaka. Hii ni nguzo inawahusu wenye uwezo kutoa zaka. Kuna zaka ya biashara, kuna zaka za al-hudud wa thimar za nafaka, kuna zaka ya madini, dhahabu na fedha na mambo mbalimbali. Kuna zaka ya mifugo, ukimiliki kuanzia mbuzi 40 kuna ndio unadaiwa zaka. Ukimiliki ngamia 5 unadaiwa zaka. Ukimiliki ng'ombe kuanzia 30 na vitu kama hivyo. Masala ya kutoa zaka na walhaji, kwenda kuhiji Maka, wa saumi Ramadhan, na funga ya Ramadhani. Hii riwaya imetanguliza hija, imetajwa hija kabla ya funga, na riwaya nyingine imetaja funga kabla ya hija. Almuhimu, hizi 5 ndizo nguzo ambazo alaiha bunia al-Islam. Juu ya nguzo hizi Uislamu unajengeka. Kwa hiyo yule ambaye uwezo anao wa zaka wa hija, basi hakikisha amezitekeleza zote 5. Na yule ambaye uwezo hana, basi hizi ambazo zinahitaji uwezo atakuwa amesamehewa mpaka pale ambapo anapata. Lakini kuna baadhi uwezo wanao bado hawatoi zaka, waende kuhiji. Kwa hiyo unajikuta unachukuliwa na Allah nguzo ya 5 wakati ulikuwa una uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hizi ndio nguzo za Uislamu na tunazifahamu, lakini tunataka kuzifahamu kiundani na masharti yake na uzito wake. Mlango mwingine katika imani, babu umuri imani. Mlango unazungumzia mambo ya imani, mambo mbalimbali ya imani. Umuri al-imani. Na katika baadhi ya vitabu, babu amri al-imani bil ifrad ala iradati al-jins. Babu umuri al-imani, mlango unazungumzia mambo ya imani.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسمى الإيمان بضع وستون شعبة. Imani ni mafungu au vipengele 60 na ziada. Ili neno bid'u wanasema ni linaashiria al-adadul mubham, idadi kati ya 3 mpaka 6, wengine 1, yani ni idadi. Kwa hiyo unaposema bid'u wa situn 63, 65, yani imani ina vipengele 60 na ziada. Hii neno bid'u ni fumbo la idadi fulani kwa 3, 4, 5, 6, 7, neno bid'u. Kwa al-imanu bid'un wa situna shu'ba. Shu'ba kwa maana hafla. Imani ina vipengele 60 na ziada, ina matawi, ina mafungu 60 na kuendelea. Kwa maana mambo ya imani ni mengi. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Haya, kuwa na haya ni fungu katika mafungu hayo 60 na yani kuwa na haya pia ni sehemu ya imani. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Kuna riwaya nyingine wakati nataja hizi shu'abul iman kasema a'laha la ilaha illa Allah. Sehemu ya juu ya imani ni la ilaha illa Allah, wa adinaha, na sehemu ya chini kabisa imatatul adha al-tariq, kuondoa adha jiani, sehemu ya chini. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Na anasema al-Hafidh Ibn Hajar katika al-Fath, baadhi ya wanachuoni wamejitahidi kutaja hizi shu'ab. Ameelezea namna Ibn Hibban alivyozitaja kwamba kuna mambo ya moyoni ameyataja, bali kuna mambo ya ulimini, kusoma Qur'ani, kuna masala ya a'malu jawari. Muhimu mambo mbalimbali, kuswali, kufunga, kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, dhikri, kumtaja Allah. Hizi zote ni shu'abul iman, ni mafungu, sehemu za imani. Na huku ni Allah kutupenda, yani ameweka njia za kheri nyingi. Hauna pesa kutoa sadaka, una uwezo kufanya azkar. Sijui hauna hichi, una uwezo, yani hakuna udhu kwamba mimi siwezi kufanyia kazi dini. Mambo ya dini ni mengi. Kwa hiyo uliwezi lile, kuna lile, umeshindwa yote, kitu ambacho kimeukweli hakuna kwa kumlaumu, sababu vitu vingi. Nini haya? Sababu haya tumeambiwa kuwa na haya ni sehemu ya imani. Wanasema haya ni kitu fulani mtu anakuwa nacho kinamziwia kufanya mambo mabaya. Haya ni khuluqun yamna'u min irtikabil kabih. Ni tabia au ni kitu ambacho kinakuziwia kufanya jambo baya, na hii ndio haya inayosifiwa. Ama masala kwamba uko ugenini unaogopa kuswali uko hivi, hiyo sio haya, hiyo inaitwa ni haja, kwamba wewe ujiamini fanyaji, kama hata watu wasiniamini na swali hapa au hiyo sio haya, inaitwa haja. Haya ikuziwie kufanya mambo mabaya. Ama kama inakuziwia kufanya ibada, hiyo sio haya ambayo inasemwa sehemu ya imani. Mlango mwingine al-ikhwa, babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mlango unazungumzia al-muslimu kwa maana al-muslimu al-kamil, Muislamu kamili, Muislamu mzuri. Man ni Muislamu ambaye salimal muslimuna, wamesalimika Waislamu, min lisanihi, kutokana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake. Yani kwa maana hawauzi, si kwa ulimi, si kwa mkono. Wamesalimika na maudhi ya ulimi wake na maudhi ya mkono wake. Na wanasema wanachuoni umetajwa ulimi na mkono kwa sababu ndio hivi viungo vinabashir
vinatumika sana kwa mauzi, mimi mkono. Wa ila hata ukimuudhi kwa mguu wako, kampiga teke, kafanyaje, bado imani yako itakuwa ina mapungufu. Inno la dharara wala dhira. Ana Abdullah bin Amri radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسمى المسلم مسلم مزوري مسلم كامل من ومعنى الذي يولي ambaye salima almuslimuna wamesalimika waislamu min lisanihi, kutokana na ulimi wake, wa yadihi, na kutokana na mkono wake. Yani hana adhiya, hana maudhi kwao. Walmuhajiru, na mtu mwenye kuhama, man hajara maanaha Allahu anhu, muhamaji ambaye amehama kweli kweli ni yule ambaye mwenye kuyahama yale ambayo Allah ameyakataa. Walmuhajiru, muhamaji wa kweli kweli, man hajara ni yule aliyeyahama maana Allahu anhu, yale aliyoyakataa. Wanasema mtume aliongea maneno haya kuhusiana na mwenye kuhama, sababu Waislamu wengi walihama kutoka Maka wakahamia Madina, firara bidini min alfitan. Kuna wengine baadaye walikosa ile nafasi ya hijra kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kana kwamba wale walikuwa tumekosa fadhila za hijra, wenzetu wamehama, wamemfuata mtume Madina, watu wanajihisi kama mapungufu, wamekosa kitu fulani. Kwa mtume akaongea ya maneno tasliyatan lahu, katika hali ya kuwaliwaza, wa tatyiban lisafirihim, kuwapoza kwamba ukikosa kuhama kwenda sehemu fulani, basi bado haujakosa thawabu. Kuyahama yaliyokatazwa, hiyo ni ibada kubwa kuliko muda mwingine kuhama mji kwenda sehemu. Kwa walmuhajiru, yule mwenye kuhama kweli kweli, man hajara maana Allahu anhu. Said, hapa kuna faida fulani ya Kiswahili hivi tunapenda kuzidishia, sababu kuna wanafunzi wa ila wengine tunaweza kuacha tukikithirisha ya mambo, lakini tunaambiwa katika sarfu uzani wa faala unaonesha musharaka, yani kama jadala, wamejadiliana, yani hicho kitendo kinafanya zaidi ya mtu mmoja. Jadala, hawara, sijui sawama, wamepatana baina kati. Yani kanuni za Kiarabu ziko hivi, kama kitendo kikija katika uzani wa faala kinaonesha musharaka. Lakini vipo baadhi ya vitendo kama hichi, hajara, imekuja katika uzani wa faala lakini kina maana mmoja amehama, au safara kina maana amesafiri. Kwa hiyo hiyo ni kaida au faida ichukue kama ni mpenzi wa lugha ya Kiarabu, kwamba naam, uzani wa mufaala unaonyesha musharaka, lakini mara moja vipo vitendo vichache katika huo uzani na havionyeshi hiyo, kama kitendo safara na haja, kwa maana ni mtu mmoja tu amehama, tofauti kabisa na mazoea ya huo uzani. Walmuhajiru man hajara maana Allahu anhu. Taban hadha alhadith, hadithi hii inatimiza kutokuudhiana. Tumekuwa tukitukanana, tukiambiana maneno mabaya. Hii ni kinyume kabisa na mafunzo. Natakiwa wasalimike na ulimi wako na mkono wako, illa bihaq, kwa pale ambapo sheria imeturuhusu kwamba huyo mchape hivi kama ni adabu, huyo hivi, vinginevyo al-aslu adamul adhiya. Kwa hiyo kwa mtu kujisifu, mimi mdomo wangu kadha, mimi hivi, khilafu tahqir, wala sio sifa nzuri, bali ni mapungufu katika imani. Babu ayul islami afdalu. Huu ni mlango mwingine unazungumzia Uislamu gani ni bora, kwa maana ni matendo gani ya Kiislamu ni bora. Sema Uislamu gani bora,
yani ni matendo gani katika Uislamu bora zaidi. Matendo yapo mengi, yepi yanapewa kipaumbele zaidi. Ayyul islami khair, ni jambo gani katika Uislamu afdalu, bora zaidi. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kutoka Abi Musa al-Ash'ari wa ismuhu Abdullah ibn Qais min al-Yaman radhiyallahu anhu, yamesema qalu, wamesema, anakusudia masahaba. Qalu, na hapa kuna masala mengine ya lugha kwamba unaona qalu hii wao jamaa imetajwa wakati hakuna watu, yani wao jamaa haina inaporudi nyuma, kwa maana kwamba kama watu wanafahamika unaweza kuweka dhamiri, kila mmoja anajua. Kwa mfano wakati wa mtume masahaba, ukisema wakamuuliza, wakasema kumuuliza mtume, automatically wanajulikana wao mjaji ni nani, ni masahaba ndio wamefanya. Qalu, na katika riwaya qultu, nikasema. Kwa hiyo alouliza hili swali la mbele ni Abu Musa mwenyewe na masahaba wengine. Sababu hivyo riwaya inasema qultu, nikasema kumuuliza mtume. Kwa qalu, walisema, yani masahaba akiwemo yeye mwenyewe, kama hii riwaya ukhra, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Hiki ni cheo cha mtume Rasulullah. Tumesoma hapa katika baadhi ya wahi, amepewa risala, alipoambiwa ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Kwa aya zile amepewa risala, ujumbe kufikisha. Na alipewa utume nubuwa kwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ya Rasulullah, na wanasema wanachuoni wale ndio kilichokuwepo, yani hata Allah hajamuita mtume kwa jina lake kwenye Qur'ani kwa mara chache, kama mara 4 kama sifai au chini hapo. Yani ndani ya Qur'ani yote alipotajwa Muhammad sio mara nyingi, hazifiki 5. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda ma kana Muhammadun aba ahad min rijal, temcha. Yani mara nyingi alikuwa anaitwa kwa ya ayuhan nabiyyu idha talaqtum nisa, ya ayuhan nabiyyu taqillaha, mpaka mwisho. Kwa hiyo hapa tujifunze yani at-ta'addub ma'a rasulillah, kwamba Allah mwenyewe ambaye ni mkubwa, Allah amemuumba mtume mwenyewe, alikuwa anamuita kwa cheo Rasulullah, Nabiyullah na kadhalika. Naam. Kwa alimuuliza ya Rasulullah, ayyul islami afdal, jambo gani katika Uislamu ni bora zaidi? Mtume akasema man salima almuslimuna min lisani wa yadihi, ni yule muislamu ambaye wamesalimika waislamu kutokana na ulimi wake na mkono wake. Kwa maana kwamba jambo bora ni kutokuwaudhi, kuacha maudhi. Hilo ni moja kati ya mambo bora kabisa katika mambo ya Kiislamu. Adamul adhiya. Babun it'amu at-ta'ami min al-islam. Huu mlango unazungumzia kitendo cha kulisha chakula, kuwasaidia watu chakula, ni sehemu ya Uislamu. Hilo ni katika matendo mema ya Kiislamu. Babun it'amu at-ta'ami min al-islam, kulisha chakula, kuwasaidia watu chakula ni katika Uislamu. Yani wale ambao ni muhtajun, wenye mahitaji, wenye njaa, hawana chakula, ukawasaidia chakula, hilo ni katika matendo ya Kiislamu. Tabana imekuja katika surati al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Allah katika maana dhikri sifati al-abrar, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, wanatoa vyakula ala hubbi, pamoja na kuvipenda, huku wakivipenda lakini wanatoa. Kimona taama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, wanampa maskini, wanampa yatima na wanampa asiri. Asiri ni mtu mateka, nani anahitaji msaada na nini, saidia kusema. Kwa hiyo ibada ya chakula ni ibada kubwa. Swala la chakula ni swala la kila siku. Unaona hata wanaume sehemu nyingi Allah anaonyesha umuhimu wao kwa wake kwa sababu ya matumizi ya kila siku chakula na nini.
Ni swala la kila siku, swala ambalo pia alivumiliki mtu kukaa na njaa muda mrefu. Kwa hiyo ni swala ambalo lina uzito wake tabani. Babu istaamu taami min al-Islam. Ana Abdullah bin Amri radiyallahu anhuma. Kutoka kwa Abdullah bin Amri anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtu mmoja alimuuliza Mtume, ayyul islami khair, ni jambo gani katika Uislamu ni bora zaidi? Ayyul islami khair, wanasema wasomi ile neno khair asili yake ni akhyaru, lenye ni ismu tafdhil, akhyaru. Na neno shar asili yake asharru, kama neno katika afal, lakini wanasema imeondolewa ile hamza likathrati listimal. Neno linatumika sana, kwa hiyo litafanywa wepesi sababu linatumika sana katika hii lugha au katika mambo ya kidini. Wanasema khair, lakini neno lipo katika ismu tafdhil wal aslu akhyar. Ayul islami khair, jambo gani katika Uislamu ni bora zaidi? Kuna jambo hapo utakuta mulahaz, swali ni hili Mtume majibu anajibu tofauti kutegemea na muulizaji, kutegemea na mazingira. Swali lile, Uislamu gani mzuri? Akikuona wewe una mapungufu kwenye kutekeleza mambo fulani ya wajibu, atakukumbusha hayo, kwa sababu ndio homa yako. Akijua wewe una mapungufu katika kuyaendea aliyokatazwa, atakukumbusha upande huo. Kwa kishangae muda mwingine anaulizwa Mtume swali ile, lakini majibu kwa tofauti kutegemea na mazingira. Mwingine anaanza ni kitu gani bora, kama kuswali swala katika muda wake, fanya hivi. Kitu gani bora, anataja kitu kingine. Yote ni bora, kila moja lina ubora kwa namna yake. Yote ni shu'abul iman, yote ni shughuli ya Islam. Hapa alipoulizwa ni jambo gani katika Uislamu ni bora, akasema tut'imu ta'ama, kwa maana an tut'ima ta'ama, kulisha chakula, saidia watu chakula. Hilo ni jambo bora kabisa katika mambo ya Kiislamu. Kama nilivyosema, ni mtu na familia yake ikikosa chakula, kama saizi usiku nyumbani hakuna cha kupika, yani unaweza ukatahayya, ukatasawar ule unyonge ambao wewe kama baba unaupata, watoto wako wanakuangalia, wenzako wanakuangalia, haujarudi na kitu nyumbani. Kwa hiyo bila shaka sisi ni wanaume, baadhi yetu tunafahamu namna ambavyo unaumia moyoni inapotokea hali kama. Kwa hiyo mtu kama huyu na huzuni kama hii, wewe ukimsaidia, bila shaka umemuondolea adhiya kubwa, shukrani yake itakuwa kubwa hata moyoni, na bila shaka malipo yatakuwa. Walidhalika ndio maana Mtume anasema miongoni mwa mambo bora kwa sababu tutaimu taam, kulisha chakula. Lingine watakara usalama, na kusoma salamu, kutoa salamu. Kutoa salamu ni jambo bora sana, sababu mtu unapomsalimia inaonekana hauna chuki naye, hauna nini, mko vizuri. Hili ni jambo bora, kutoa salamu ala man arafta, kwa kumjuae, kwa yule unayemjua, wa man lam ta'rif, na usiyemjua. Yani salamu pia usibague kama huyo rafiki yako tu na nini, mwingine utolee salamu, hiyo nayo haina. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kutoa salamu kwa unayemjua na usiyemjua. Hayo jamani anataja hapa Imam Bukhari katika kitabu al-Iman. Kwa inatajwa katika masala ya imani. Yaani haya ya matendo ndio imani yenyewe. Toa salamu, kuwasaidia watu, ndio imani. Sababu imani ni itikadi, ni maneno, vitendo pia. Al-a'malu dakhila fi musamma al-iman, matendo ndani ya imani. Ile aya ambayo ya 5 katika sura al-Bayyina, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Ile aya imetaja swala, imetaja zaka na mambo mengine, baadaye Allah sema hiyo ndio dini ya sawa.
Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri asema kwa mujitambaz al-Imam Shafi'i, hii aya Imam Shafi'i ametoa hapa hukumu na wengine kwamba matendo haya ni sehemu ya imani. Sababu Allah ametaja swala ni vitendo, ametaja zaka ni vitendo, akasema hiyo ndio dini. Ya tunasema hivi kwa sababu ufahamu wetu wengi, wewe ukisha tamka shahada, ukishaitwa jina la Kiislamu umemaliza. Hata kama kibla hujui iko wapi, hata kama funga hujui na inafanana vipi, ndio kwa jina lako la Kiislamu basi ufahamu huu hauko salimu. Yaani atakuwa ile imani yako ya moyoni inadhihiri kwenye vitendo vizuri na kuacha vizuri. Babu min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Miongoni mwa mambo ambayo yanaingia katika imani ni mtu kumpendelea ndugu yake yale anayoyapenda kwenye nafsi yake. Babu min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Miongoni mwa imani kumpendelea ndugu yake yale anayoyapendelea kwenye nafsi. An Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يؤمن أحدكم, haamini mmoja wenu. Wanachona sema maana yake hawi mkamilifu wa imani. Sababu tafsiri aamini kwa maana imani hana kabisa, maana yake anakuwa kafiri na sio makusudio. Hawi mkamilifu wa imani mmoja wenu hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipenda kwa ajili ya, yani kama anapopenda kheri, anapenda mafanikio na mwenzie amtakie hivyo. Sio kama ambavyo wengi tulivyo, yani mambo ya hasad, unapenda mwenzie adidimie, wewe ufanye hivi, unapenda. Hii ni kinyume kabisa na muktadha wa ukhuwa, muktadha wa udugu na hata imani inavyoitaka. Imani inataka kutakiana kheri. Kwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, la yakunu kamila al-imani. Hawezi mtu akawa mkamilifu wa imani mpaka amtakie ndugu yake, ampendelee yale ambayo anayapenda katika nafsi. Yani kwa maana kwamba pia achukie kwa mwenzie yale ambayo anachukia, yapendi yeye ya mfanye. Hadithi maarufu, babu subbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-iman. Huu mlango unazungumza kumpenda mtume ni katika imani. Kumpenda mtume ni katika imani. Kitendo cha wewe kuwa na mapenzi ya mtume, hiyo ni dalili ya kwamba imani una. Na ukiona hauna mapenzi, yani mtume kwako kawaida kama mtu mwingine, itahim imanaka, ituhumu imani yako, kwamba imani yangu hii ina matatizo. Kwa mlango unazungumzia, sababu tunazungumzia imani, miongoni mwa dalili za imani ni kuwa na mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mapenzi na mtume vipi? Ukisikia ametajwa ukiambiwa jambo hili amehimiza mtume, unalipa uzito. Innal muhibba liman yuhibbu mutii. Ni kwa kawaida mtu yule anompenda anamsikiliza, anamtii. Anompenda huwa anamtii na kumsikiliza. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume msema, walladhi nafsi biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake. Mtume anaapa. Anasema hapo unajifunza nini? Jawazul halifi lil'amri almuhimmi min ghairi istihlal. Ruksa ya kuapa kama jambo lina uzito unaweza ukaliapia hata kama hakuna aliyekwambia hapa. Hapa mtume hakuna mtu aliyomwambia hapa. Kaapa mwenyewe, kaamua kuapa tu kusisitiza jambo. Kwa kuna kipindi ukiona kuna umuhimu jambo hili nisisitize kwa kiapo, unaweza ukaapa hata kama hujaambiwa hapa. Lakini wafadhu aimana, hifadhini viapo vyenu. Wala anasema isiwe ikawa kila dakika wewe unaapa.
Na Mtume amesema katika watu ambao Allah hata waangalia kwa jicho la rehema, hata wazungumzisha, ni mtu ambaye auzi isipokuwa kwa kuwapa, anunui isipokuwa wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu. Mtu amefanya Allah kama ndo bidhaa no. Faida yangu shilingi 100 tu, wallahi hapa narudisha msingi, wallahi viapo vingi kwenye kununua hivyo hivyo. Kwa hiyo havitakiwi viapo sana katika biashara. Tunasema katika hadithi nyingine, alhalifu manfaqatun lisila mamhaqatun lilbaraka. Kiapo sawa kitafanya biashara uuze, sababu watu watakuamini, mimi faida yangu hapo narudisha hivi tu, watu watatoa hela, utauza sana, lakini viapo vingi vinafuta baraka, ile biashara inakuwa ghairu mubaraka. Naam. Kwa hiyo Mtume ameapa, walladhi nafsi biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake. Nafsi zetu sisi zote zipo katika mikono ya Allah na ziendesha, yukallibuha kaifa yasha, anazigeuza anaziendesha atakavyo. Walidhalika Mtume mara nyingi alikuwa anaomba dua, ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala ta'at, mwenye kuzigeuza nyoyo. Yani Allah anaanza akakugeuza, kesho ukaamka vingine kabisa. Hapo unasikiza darasa, unasubiri swala ya Isha, unaweza ukaamka ugali, mimi mambo yenyewe swala bana, basi chagaili na nini, sioni faida yake. Allah ni mukallibal qulub, natakiwa uombe tafsiri muda wote, Allah unithabbit katika taa yako. Kwa nafsi zetu zote zipo katika mikono wa Allah, walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum, hawi mkamilifu wa imani mmoja wenu, haamini mmoja wenu, hata akuna, mpaka mimi Mtume niwe ahabba ilayhi, napendwa zaidi kwake. Hawezi kuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka mimi Mtume niwe ahabba ilayhi, napendwa sana kwake. Min walidihi, ananipenda mimi kuliko mzazi wake, wa waladihi, kuliko anavyompenda mtoto wake. Hawi mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka mimi Mtume anipende sana kuliko anavyompenda mzazi, kuliko anavyompenda mtoto. Yani mzazi na mtoto ni katika watu ambao mtu anawapenda. Hilo linajulikana kwa jibili la maumbile. Mtu anawapenda wazazi, mtu anawapenda watoto wake. Sasa pamoja na mapenzi hayo yote, Mtume anatakiwa mapenzi yake yawe zaidi. Yani mtu ampende namba moja Allah, na mabili ampende Mtume, alafu wapatie wengi. Hata nafsi yake unapompenda Mtume zidi hata unavyojipenda mwenyewe. Sababu Umar aliambiwa hivi, kama Mtume anakupenda isipokuwa nafsi yako, tutambua bado natakuwa mpaka Mtume awe mwanzo kuliko hata nafsi yako. Sasa hapa niulize swali hivyo, yani si yote kama tulivyosema, kuwapenda wazazi na kuwapenda watoto ni jambo la muhimu. Mtu mzazi wake na mtoto wake, nani anampenda kwa kawaida? Yani kimeumbile kwa kawaida, yani kumpenda mzazi na kumpenda mtoto, kipi? Mtoto ndo anapendwa sana kwa mtafa, kuna na kutokana na ukweli huo, ndio maana kuna baadhi ya wanachuoni wanasema ikitokea mzazi kamuua mtoto, yani inachukuliwa kama bahati mbaya, yani hapa achukuliwi adhabu yule mzazi, kwa sababu kutokana na mapenzi makali ya mzazi kwa mtoto, ikitokea amemuua mtoto wake, na maana hapa kidogo uchunguzi ufanyike kwa uhakika. Yani hapa kuna shuku hapo, katika hali ya kawaida itegemee. Lakini ikitokea mtoto kamuua mzazi, hapa mambo yapo wazi, sababu muda mwingine anamuua ili anamwona anamchelewesha kurithi na nini. Yani mtoto hana mapenzi makubwa kwa kinzaa kama mzazi anavyompenda. Sasa kama ndivyo, kwa nini Mtume ameanza kumtaja mzazi wakati unaanza kumpenda? Yaani sema mpaka unipende mimi Mtume kuliko mzazi kuliko mtoto. Yaani kwa nini kaanza kutajwa yule ambaye apendi sana kuliko yule anayopenda sana? Unaona hizi kwa nini? Ushaelewa ishikali ninayoulizia hapa? Sababu ni mtume kwa wewe hata kuliko sababu ni mtume kwako, huyo mzazi ni muhimu kwako kuliko hata mtoto unayempenda. Yaani almuhimu wanawaona wanasema kwanza kila mtu anajua mtu anampenda mtoto kuliko mzazi,
Lakini Mtume amemtanguliza mzazi, anasema kutokana na ipo riwaya ambayo amemtanguliza mtoto. Lakini mzazi ametaja kwa sababu anasema kila mtu ana mzazi, yani kuwa na mzazi ni uhakika. Yani waliozaliwa bila wazazi ni muujiza. Kuna Nabii Adam, Isa na mzazi mmoja. Yani kila mtu ana mzazi, labda awe kafani, lakini kila mtu. Kwa hiyo mzazi ametajwa mwanzo sababu ana uhakika kuwepo. Na kuwa na mtoto ni majaliwa, watu wengi hawana watoto, lakini mtu ana mzazi. Kwa hiyo wazazi kutokana na uwepo wao na nini, na zipo riwaya zimemtanguliza kumtaja mtoto li shiddati ash-shafaqa. Sababu kwa kawaida mtu anamuonea huruma na kumpenda mtoto kuliko mzazi. Almuhimu, kwa hiyo mapenzi yetu kwa wazazi na watoto bado yatakuwa chini kuliko kumpenda mwalimu wetu wa dini, kiongozi wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili tunalipima vipi? Kulipima kwake kuna kipindi Mtume kafundisha hivi, mzazi wako anataka hivi. Sasa hapo ndio umsikilize Mtume, umsikilize mtoto wako unaompenda, umsikilize fulani. Yaani kuna kipindi inatokea taswadu. Huyu anataka vingine, anatoka vingine, na wote unawapenda. Hapo ndio utajulikana nani ambaye unampenda zaidi na kumheshimu. An Anas radhiyallahu anhu alhaditha bi'ainihi. Kutoka kwa Anas alhaditha bi'aini, hadithi hiyo hiyo. Yani Anas amepokea alhaditha bi'ainihi. Yani hadithi hiyo hiyo, maneno hayo hayo, wazada fi akhiri, lakini kuna ziada mwisho, wanasi ajmain. Yani mtu hawezi kuwa mkamilifu wa imani mpaka mimi Mtume anipende kuliko watu wengine wote. Hii riwaya Abi Huraira imeishia kwa mzazi na mtoto. Ya Anas anipende kuliko mzazi, kuliko mtoto, kuliko watu wengine, kuliko watu wote, mimi ndio niwe namba moja. Mlango mwingine ambao unazungumzia imani, babu toba tumalizie milango miwili tusimishe data mlango huo na unaofuata. Babu alamatul imani hubul ansar. Huu mlango unasema alama ya nimeruka kitu. Babu halawati imani, babu halawati imani, ladha tamu ya imani. Yani upate ladha ya imani, uzuri wa imani uwe na kitu gani? Ile imani yako uenjoy, ujisikie raha. Ni mambo gani wenayo ili ile halawa, ile ladha nzuri ya imani uihisi, uipate. Yani hizi ibada jamani zina na mfano mzuri Ramadhani. Yani Ramadhani kila mtu anahisi ile halawa, mtu anajisikia akiswali na jisikia raha. Hichi kitu kinatakiwa kila siku kiwepo. Yani mtu ahisi halawa kwamba anapofanya ibada kutoka katika imani anaenjoy, anajisikia raha. Na Mtume alikuwa akifadhaika akiwa na mawazo na nini, anakimbilia katika swala. Yani akiingia katika swala ni raha tu, hata shida zote anasahau, yani anajisikia raha. Hiyo ndio halawa tu. Tofauti na wale wanafiki, idha qamu ila salati qamu kusala, simama kiuvivu na nini. Kwa hiyo kwa imani zipane mpaka mtu kikao ndio unasikia raha, nimesimama kwa ajili ya Mungu wangu na nina vitu kama hivyo. Wa anhu, kutoka kwa huyo atakuwa Anas ibn Malik ndio mwisho kutajwa. Ali nabii sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume amesema salatun, mambo matatu. Salatun, mambo matatu, man kunna fihi, mtu ambaye kunna hii inarudi kwenye hayo mambo. Kuna mtu ambaye mambo matatu yatapatikana kwake, atakuwa anayo. Wajada halawata al-iman, basi atahisi ile ladha ya imani. Mambo matatu, man kunna fi, mtu ambaye yatapatikana kwake, wajada halawata al-iman, atakuwa amehisi na kuiona ile tamu ya imani. Jambo la kwanza, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Allah na mtume wake wanapendwa zaidi kwake kuliko wengine. Akitaka mtu asikie imani, awe Allah na mtume wanapendwa zaidi kwake kuliko wengine. Jambo la pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah,
ampende mtu, hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Yani mapenzi yawe kwa sababu za Allah, pia atapata ladha ya imani. Wa an yakraha an yahuda fil kufri, na achukie kurudi katika kufuru, kama yakrahu an yuqdhafa fi nar, kama anavyochukia kutupiwa motoni. Wa an yakraha an yahuda fil kufri, achukie kurudi katika kufuru. Allah amejalia ameachana na mambo mabaya, achukie kurudi tena, kama yakrahu an yuqdhafa fi nar, kama anavyochukia kutoswa na kutupiwa motoni. Tupate adhana baada ya kumalizia huo mlango. Barakallahu. Babu alamatul imani hubbul ansar. Huu mlango unasema alama ya imani ni kuwapenda ansar. Ansar kwa maana wale masahaba wa Madina ambao wamempokea mtume na kumnusuru, kumpa msaada, ndio al-ansar. Babu alamatul imani hubbul ansar. Alama ya imani ni kuwapenda wale masahaba wa Madina. Bali masahaba wote tunatakiwa tuwapende, lakini wa Maka wana khasaisi zao, wa Madina wana mambo special kwao. Wa anhu, kutoka kwa huyo Anas radhiallahu anhu, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema ayatul imani hubbul ansar. Alama, aya kwa maana alama ya imani ni kuwapenda wale masahaba wa Madina. Kama tulivyosema, haya maneno hayana maana wale wengine, sababu Maka kuna masahaba wazito kina Abu Bakar, kina Umar, wote wanatoka Maka, kina Uthman. Lakini wa Madina hao wamempokea mtume, wamemnusuru. Kwa hiyo kuna chuki fulani kubwa walipewa kwa sababu mtume amefukuzwa Maka. Kwa hiyo kama unavyojua mtu akifukuzwa au ukimpokea unasababisha chuki, kwa yule aliyomfukuza anatamani akose sehemu ambayo atapokelewa, ili kila anachotaka hicho tashiriki kuhakikisha huyu apate makazi kinaendelea. Kwa unapompokea lazima kuna chuki kubwa kutoka kwa yule mfukuzaji. Ndicho hafi. Kwa wale waliompokea Madina waliwekewa chuki kubwa, kwa nini huyo mtu tumemtimua na nini na vitu kama hivyo, nyinyi mmempokea huyo Muhammad. Kwa mtume alikuwa anasisitiza wapendwe sana, kwa sababu kuna mazingira ya chuki yalikuwa yamejengeka kutokana na wao kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayatul imani hubbul ansar. Alama ya imani ni kuwapenda wale masahaba wa Madina. Wa ayatul nifaqi, alama ya unafiki, bughdhul ansar, kuwachukia wale masahaba wa Madina. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, mtume alisema maneno yafuatayo, wa haulahu isabatu min ashab. Mtume alisema hali ya kuwa pembezoni mwake kuna isaba yani majmua, taifa. Mtume alisema maneno yafuatayo, pembezoni amezungukwa ana kundi la masahaba wake. Mtume alisema wa haulahu, hali ya kuwa pembezoni mwake iswabatun, kuna kundi min ashabi, la masahaba wake. Mtume akasema bayi'uni ala alla tushriku billahi shay'a, niaidini, chukueni ahadi kwangu, bai'a, toeni ahadi kwangu kwamba hamutamshirikisha Allah na chochote. Tupo katika masala ya imani. Kwa hiyo ni miongoni mwa imani kuacha haya atakayosema. Nipeni ahadi kwamba hamutamshirikisha Allah na chochote. Wala tasriqu, amutaiba. Wala taznu, amutazini. Wala taqtulu auladakum, hamutaua watoto wenu. Hamutaua watoto wenu, wala taqtulu auladakum. Walikuwa wanaua watoto wao khashiyata imlaq, kwa kuogopa umaskini, kwamba mtoto atakufa njaa na nini na vitu. Na sasa hivi kuna aina fulani ya uwaji kujificha hivyo, watu wanatoa mimba, ni bwana watoto tashindwa kuhudumia, ada zimekuwa ni ghali shuleni na nini, watu wanatoa mimba na nini. Wanachoona wametahadharisha haya na kusema hii ni aina fulani ya uwaji ambayo haiachani na kile ambacho watu walikuwa wanafanya
na Allah alishasema nahnu narzuquhum wa iyyakum, sisi riziki ya watoto na ninyi wote tunaisimamia. Hata wewe mwenyewe peke yako riziki huiwezi bila Allah, kama hata ukibakia peke yako huwezi kujipa riziki bila Allah kukutafuta. Kwa wala taktulu auladakum, msiue watoto wenu, wala ta'atu bibuhtanin, ni aidini amutaleta uzushi. Wala ta'atu bibuhtani, amutaleta uzushi, taftarunau, munao uzua, baina aidikum wa arjulikum, kati ya mikono yenu na miguu yenu. Maneno haya wakiambiwa wayaseme wanawake kwamba msilete uzushi munaouzua kati ya mikono na miguu, kwa upande wa wanawake tafsiri na kuwa wasiwachomekee waume zao watoto wa nje. Yaani kwa mwanamke amezini huko, ameleta uzushi, ameufanya kati ya mikono na miguu, kamchomekea mmewe mtoto ambaye si wake. Kwa wanawake tafsiri na kwa wanaume inakuwa tafsiri nyingine. Almuhimu msilete uzushi ambao mnauzua kati ya mikono yenu na miguu yenu. Wala ta'su fi ma'ruf, musiasi, msimuasi kiongozi ndakuwa na kuamrisheni mambo mazuri, mambo mema. Mambo mazuri sio maasi. Wala ta'su fi ma'ruf, musiasi katika yale ambayo ni mazuri mema. Kwa Mtume alikuwa anaambia maswahaba wampe hiyo ahadi, wafanye hiyo baya, wanaume kwa wanawake. Baadaye akasema faman waffa minkum, atakayetekeleza ile ahadi yake. Hii ahadi yake viongozi, mimi nitafanya hivi, nitaacha hivi. Atakayetekeleza akaacha aliyoambiwa aache, akafanya aliyoambiwa afanye, atakayetekeleza fa ajruhu ala Allah, malipo yake yapo kwa Allah. Yani malipo yake ni makubwa mbele ya Allah atalipa. Waman aswaba min dhalika shay'an, na atakayefanya katika hayo, ameambiwa hapa asifanye ushirikina, asizini, asiibe, asiue. Atakayefanya lolote katika hayo, fauqiba fi dunya, akawa ameadhibiwa duniani. Yani ameiba akawa amepewa adhabu yake stahiki. Yote ambaye atakuwa amefanya lolote katika haya ambayo ameambiwa kufanya na akawa amepewa adhabu yake duniani, fahuwa kafaratullah, ile adhabu aliyopewa ndio kafara. Hilo kosa anafikiwa, amefanya hilo kosa, amepewa adhabu yake, kosa hilo asimamishwe tena siku ya kiyama. Adhabu kashapewa hapa, shamalizana. Yote ambaye atafanya lolote katika hayo aliyokatazwa, fauqiba fi dunya, ikawa ameadhibiwa duniani, fahuwa kafaratullah, ile adhabu ni kafara, ni kifutio cha dhambi kwake. Waman aswaba min dhalika shay'an, atakayefanya lolote katika hayo, thumma satarahu Allah, Allah akamstiri, yani kawa hajajulikana, hajaonekana, hajaadhibiwa, hajaonekana, Allah akawa amemstiri. Na kumstiri sio kumpa kibali kwamba alichofanya ni kizuri, lakini Allah amemwamua tu. Yani mtu amefanya kosa alilofanya yeye, na kama watu hawajajua kwamba huyu mtu amefanya nini jana juzi, wala akamstiri hivyo, lakini alilofanya ni kosa, fahuwa ila Allah, huyu mtu anaachiwa Allah. Duniani hapa hajaonekana, hakuna adhabu ambayo atapewa, watu hawajui amefanya kosa gani, lakini huyu mambo yake yapo kwa Allah. Inshaa afa anhu, lile kosa ambalo amelifanya na hajahukumiwa duniani, Allah akitaka atamsamehe. Wa inshaa aqabahu, Allah akitaka atamuadhibu. Na hiyo anasema maana yake amefanya kosa, hajaadhibiwa duniani na akafa bila kutubia ile kosa, hajatubu. Sababu kama ametubia basi kule atasamehewa kama toba yake ni kweli imekamilika. Amefanya kosa, toba hajafanya, akafa nalo, ile kosa sola kumtoa katika dini, ni kosa tu kabira, dhambi kubwa. Yule anasema tahta al-mashia, akifa nalo hajatubia, anaachiwa chini ya matakwa ya Allah. Upo uwezekano wa kusamehewa hata kama hajatubia, kawa hajaadhibiwa, na upo uwezekano Allah akamwadhibu, kumsafisha na lile kosa, na mwisho akamuingiza katika. Haya maneno nasema wanatoni ni radi kwa Khawarij na Mu'tazila. Yani baadhi ya vikundi vya bid'a vinaonyesha wewe ukifa na dhambi kubwa motoni milele.
umekufa hujatubia kusengenya, yani wewe pepo ndio uisikie. Umekufa hujatubia sio dhambi gani? Kilichosemwa hapa ndio msimamo sahihi, na huyu ni mtume anayosema hivi. Wewe umekufa hujatubia dhambi sio kama jambo zuri, kwa sababu umeambiwa unaweza ukaadhibiwa au usiadhibiwe, wewe hujui utakuwa wapi. Kwa haya maneno sio kama yanatuhamasisha tuache madhambi bila kutubu. Lakini hali ipo hivi kwamba umekufa kosa fulani uko hujatubia, wewe utakuwa tahta al-mashia, chini ya matakwa ya Allah. Allah akitaka samehe tu bila kuchoma moto kaenda, Allah akitaka atakuchoma kadiri ya lile kosa baada ya kusafika, kama ambavyo hadithi zinakuja mbele. Kuna watu watachoma moto, baadaye watapitishwa katika mto fulani hata Naharul Haya, waogeshe pale safi na nini, wamesafishwa, baadaye waingie mwisho katika al-janna. Kwa hiyo mtume alizungumza hivyo, fabaya anahu ala dhalik, tukampa baya, tukamwahidi juu ya haya kama tutayaacha tutafanya, yani tukakubali kumpa ahadi juu ya haya ambayo amesema. Tusimame hapo biidhnillah. Jumatano ijayo inshallah tutaendelea na darasa. Allah tuthibitishe katika taa, atuongezee kile tufanye kazi. Wallahu a'lam.